Dini. Wakati unaingia katika dini yoyote, iwe ni kanisani, iwe ni msikitini, iwe ni popote pale, kumbuka dini ama injili imeletwa with the masculine world. The patriarchy ndio imeleta injili. When matriarchy system ama the feminine walikuwa wamechukua ushukani, kulikuwa na uchawi, there was witchcraft. Lakini wakati patriarchy system ilichukua ushukani, kukakuja injili. So injili imetoka katika uchawi. Injili is the opposite of uchawi. Kumbuka wanawake wanasimamia giza, wanasimamia the moon, the dark side. Wanawake wanasimamia kuleta mali, wanaume wanasimamia kulinda mali na kuangaza hiyo mali. Kumbuka wanawake wamebeba mwangaza, wanaume wamebeba giza. Na kutoka katika giza ndio uumbaji ulianza. Unaposoma Biblia inakwambia the spirit of God was hovering on the water, yani juu ya maji, na dunia ilikuwa ni giza. So kutoka kwa giza ndio tulijua mwangaza. Kama tungejua mwangaza hatungetaka giza. So kutoka kwa mama ndio tulijua baba. Kama tungejua baba hatungetaka mama. So wakati unapotembea katika hizi dini, unaanza kutembea na mtu kwenye dini, ni mwalimu wa rohoni, ni spirit guide, ni muombezi, ni nani yoyote yule. Huyu mtu anakusaidia kufanya nini? Kujitambua na kujijua. Mwalimu anapoanza kukufundisha, huwa kuna wakati anakuacha peke yako. Kama hukupata mafunzo, unapata kuregea nyuma na kuanza tena. Kama umepata mafunzo, unapata kusonga mbele. Unapata kuna watu ambao wamezoea tu ni waombezi waombe. Hawapati muda wa kujiombea. Hawajui kuanza na kusonga mbele ni vipi. And that's why mimi huwa nafundisha mtu kujiombea mwenyewe, kujifanyia kazi mwenyewe. Because the moment utaanza kujifanyia kazi mwenyewe, utajua kasoro yako iko wapi. In as much as tunaenda makanisani, in as much tunaenda katika madhabahu ya watu, lakini jitengenezee madhabahu yako, kwa kuwa unafanya maombi at a specific time. Na nikisema jitengenezee madhabahu yako, ni kama vile unaona Islam wao wananunua zulia, anatanda mahali wakati wa kuswali, anaswali, akimaliza anaikunja, anaiweka kando. Yani amepanga muda wake na Mungu wake. Ikiwa wewe unataka tu kila saa mtu akubebee mizigo, the moment unatoka katika hiyo madhabahu, unapata shida zako zinaregea back. The same applies. What tunaita spirit guides from ancestor wa Yesu Kristo. Kumbuka unapoanza kutembea na Yesu Kristo, ama spirit guides wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, all those people, their spirit guides ndio wanatembea na wewe. Wakati unaanza kutembea na watu hawa, ni wakufundishe awaken the spirit inside you. Si uwe attached to those things. The moment unakuwa attached to those things, kusonga mbele kwako inakuwa ni ngumu. Inafika hatua pia unaachiliwa peke yako. Ukiwa unaachiliwa peke yako, wanahitaji kujua, have you learned the lesson or not? Ni kama bibi na bwana. Unapoolewa na mwanaume huyu, mwanaume anakuweka ndani. Wakati anakuacha, hujui kujitafutia, hujui kujisimamia. Unaanza kukwazika na umeachwa na watoto. Jaribu sana unapoingia katika dini. Dini ni kama shule. Dini, huyo pastor ambaye anasimama mbele ni mwalimu. Jifundishe kutoka kwake. Pata mafunzo, enda jifanyie kazi homework yako hiyo. Ili siku ambayo kanisa inasambaratika, ama siku ambayo madhabahu inasemekana haya imevunjika, una uwezo wa kujisimamia na kusonga mbele. Watu wengine mmeweka neema yenu na imani yenu kwa maombezi, mmeweka imani yenu kwa makanisa. That's why unapata kanisa ikivunjika, huna mwelekeo, unaanza kutafuta mali kwingine tena. Kuna watu mmeishi kwa neema za watu badala ya kuishi kwa neema yako. Na ndio maana mnatumika vipawa vyenu. Ndio maana pastor akikulaani inashika. Ndio maana pastor akinena jambo katika maisha yako inashika, kwa sababu umemwachilia anga yako. Hata wale ambao mnanena katika ndimi, unapata mtu ananena katika ndimi, umeanza na ndimi ya anga hiyo imefunguka kwa sababu uko kwenye dini fulani. Maruhani ya kutoka kwenye njia za Yesu Kristo ama Muhammad ama popote pale. Unapata unaongea Kiarabu, unapata unaongea Kichina, sometimes unaongea lugha fulani ambayo haeleweki, kwa sababu anga yako ama njia zako zimefunguliwa kupitia dini hiyo. Wakati unapotembea katika hiyo njia, hakikisha unakuwa na msimamo. Unatafuta muda wa kufanya maombi ili uinue ancestors wako wapate uponyaji, waanze kutembea na wewe. Because there is a point utachoka na pale kanisani, ama utachoka na hiyo madhabahu, utatoka. Na unapotoka, chochote ulichopata pale utaacha pale. Ndio unapata mtu anakuambia, mimi vipawa vyangu nilipotoka pale vilizima. Havikuzima, vipawa vipo. Lakini kwa sababu haukufanya homework. Wewe ulikuwa ukitaka tu kuomba ni wakati wa kanisani. Haupati muda peke yako. Hufungi na kuomba. There's no even fasting. Kumbuka mimi niliwaelezea historia yangu nikasema kuinuka kufika hapa kuna vitu ambavyo nimetumia. I started from somewhere to here. Sikuinuka tu siku moja na ikawa.
I walked with in several places, nikashindwa mpaka nikaamua kujisimamia. So kwako wewe kuweza kupata uponyaji, usidhani itatokea kwa mtu, itatokea kwa wewe mwenyewe. If you want healing, it's from self. Isolate yourself, learn from something about yourself, work on it, utapata uponyaji. Uponyaji unakuja tu pale ambapo unasikia Mungu anakuja pale ambapo umefika mwisho. Hapo ndiye anaanzia sasa njia zake. Yes, uponyaji unakuja wakati umesurrender. Now you are ready to work on yourself. Huwezi achilia mtu akuja akupe mapenzi wakati wewe mwenyewe hujui mapenzi ni nini. Lazima ujue mapenzi ni nini, so that mtu akija akianza kukupenda unajua kweli ninafaa kupendwa hivi. So hata dini, that same applies. Dini imeletwa na masculine world. Masculine world akufundishe to be on the scene. The feminine world ikufundishe to be behind the scene. Kupanga, mwanaume anakufundisha kuwa jasiri, kuwa confidence. And that's why unapata wanaume wanafanya vizuri sana on the scene, katika mambo ya biashara, katika mambo ya ardhini, na wanawake wanafanya vizuri into spirituality. Jaribu sana unapoingia kanisani upate kufundishwa, si kuenda tu kukaa kungojea haya miracles. Mali unasikia kuna miracles, umeenda. Mali unasikia sijui huyu amefanya nini, unaona comments za watu wanasema hapo sijui imekuwa, umeenda. Jaribu sana maruani wako ama spirit guides wako kuongoze kwa mtu aliye sahihi, ambaye atakufundisha ni njia gani unafaa kujisaidia kujifungua. I hope umenielewa vyema.